Leo nimewashuhudia wazee wa Dar es Salaam wakiwa wamekaa kwa utulivu. Leo nimewashuhudia viongozi wa dini tukiwa tumekaa nao hapa kwa utulivu kabisa. Lakini leo nimeshuhudia mama zangu wa Vingunguti wakiwa wametulia. Wapo waliokuwa wakichoma nyama na wako waliokuwa wamekaa kwenye viti wametulia. Leo nimeshuhudia vijana wakifanya kazi ya ujasiriamali, wakifanya kazi mbalimbali katika eneo letu hili la soko zuri la kisasa kabisa. Lakini leo nimewashuhudia vijana na watoto pale wakipata nyama choma. Haya yote si kwa bahati mbaya. Kipo kitu ambacho serikali hii ya Chama cha Mapinduzi imefanya kwa taifa hili. Na kitu hiki si kitu kingine, ni amani ya taifa letu. Yako mambo tunaweza kuyazungumza tukiwa uani. Yako mambo tunaweza kuyazungumza tukiwa chumbani. Lakini linapokuja swala la amani ya nchi hii, tutayazungumza haya bila kificho, tutazungumza kwa uwazi bila kificho. Linapokuja swala la amani, hatutazungumza kwa kujificha. Taifa hili limefika hapa tulipo kwa sababu wazee wetu walifanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili. Na sisi vijana wa karne hii tunawaambia Watanzania, tutailinda amani ya nchi hii kwa nguvu zetu zote. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa Tanzania kuilinda amani hii kwa nguvu zetu zote. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, endelea kuchapa kazi. Na sisi tunaamini wale wanaokuja kuleta vurugu Dar es Salaam si wana Dar es Salaam. Na umeshuhudia wakati unakagua mabanda, baba lishe, mama lishe, wachoma nyama, lakini kutakuwa na biashara nyingine ndogo ndogo ambazo zinawakwamua wananchi hawa kiuchumi, kama huduma ndogo ndogo za kifedha. Mheshimiwa Waziri, soko hili ambalo kimsingi ni la kwanza kwa jiji letu la Dar es Salaam limeunganisha makundi hayo niliyoyasema: wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo wadogo, na kwa gharama ya mradi kama ulivyotajiwa ni shilingi milioni 729.6. Kwa hivyo nitumie nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kumshukuru mstahiki meya na baraza lake la madiwani kwa kuidhinisha mpango na bajeti, na katika mpango huo ni utekelezaji wa miradi hii kama mradi huu wa nyama choma. Ndani ya miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan tubuni vyanzo viwili vya mapato vikubwa. Sisi jiji la Dar es Salaam tumebuni vyanzo vitatu. La kwanza, tuna soko lingine lipo Liwiti, chanzo kipya. Lakini la pili, hapa Vingunguti tuna mabucha ya kisasa ambao kwa siku tunaingiza takribani 490,000. Manake nyama zinauzwa machinjioni na zinaletwa kwenye hayo mabucha ya kisasa. Na ulituelekeza mkibuni, niambieni na fedha rais ataleta. Kwa kweli tunamshukuru mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Fedha alileta zaidi ya bilioni 1.6 na mabucha yale yanafanya kazi. Na leo ni mradi huu ambao ulouona unafanya kazi. Kwa hiyo maelekezo yako sisi kama madiwani tumeweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nikushukuru na nikupongeze kwa hilo.